Hello, mambo vipi watazamaji wetu wa Chapesa? Leo tumekuja kupiga story mbili tatu na msanii wetu. Najua kila atavyokuwa anajielezea mtamjua zaidi kwa undani na vizuri zaidi. Habari kiongozi? Salama tu mwandishi. Za harakati? Harakati safi kabisa. Watu wengi watazamaji wangu wa Chapesa wakujui. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ngilini OG. Okay, Ngilini OG ni jina lako kamili au ni jina la usanii? Ni jina la usanii lakini pia ni jina la familia yangu. Yeah. Ina maana unatumia jina la ukoo, si ndio hivyo? Yeah, natumia jina la ukoo. Okay, tumekuja kupiga story mbili tatu na wewe tupate kujua mengi zaidi. Sasa swali langu la kwanza ambalo ningependa kukuuliza, kuna movie ambayo tumeiona katika YouTube yako channel inaitwa Kitovu cha Ndoa. Si ndio hivyo? Yeah. Yeah, Kitovu cha Ndoa. Hivi ile movie ni kwa nini mmeliita jina hili? Tumeita jina Kitovu cha Ndoa kwa sababu kuna uhusika, yani story inahusu watu ambao wapo kwenye ndoa lakini wameshindwa kutulia kwenye ndoa zao. Kwa hiyo wameshindwa kulinda ile nidhamu ya ndoa, ndio maana tukaita Kitovu cha Ndoa. Okay. Sasa katika ile Kitovu cha Ndoa unaamini kuwa movie inaelimisha jamii? Yeah, tunaamini kabisa kwamba inaelimisha jamii kwa misingi yote kabisa, na ndio maana tukaifanya ili mradi jamii waitazame na waione, wajifunze vitu kupitia ile filamu. Unaweza kutufafanulia kidogo tupate kuijua vizuri kwa ndani ipo vipi? Ile kwanza inahusu kijana ambaye anaishi na mpenzi wake, anaishi na mke wake kwenye ndoa. Lakini ile misingi ya ndoa akawa anaikiuka, kwa maana anatoka ndani ya ndoa yake anakwenda kutafuta wanawake wengine nje ya ndoa yake. Kwa hiyo madhara yake ndio akatokea kama hivyo, anatoka kwenye nyumba anaenda kwenye nyumba ya watu wengine ambao pia kwenye mke wa rafiki yake, yani mke wa mtu mwingine ambaye yeye anamtumia kama ndo mchepuko wake. Mwisho wake madhara yanapotokea, kwa maana paka anaharibu na ndoa yake pia nyumbani. Nilizofanya mimi ni moja hiyo Kitovu cha Ndoa, kuna Urisi, kuna My Blood, alafu pia kuna Wivu. Hizo ndo movie ambazo zilitembea sana mtandaoni, ndo ambazo naamini watu wamekata vipande na kuposti vingi sana. Okay. Kuna baadhi ya movie tunaona kama nyinyi wasanii huwa mnaigana, hususan kama kuna movie ambazo ziko mbili, kuna moja inaitwa Guest Yangu na kuna nyingine inaitwa inaitwa Mfanyakazi wa Guest. Hii kwa upande wako wewe, je, na wewe una nini, una movie ambayo unaweza ukaitoa nayo inaitwa hivyo au inashabiana na maneno hayo? Yani ukiona mtu ametoa kitu hicho, basi jua kabisa fikra zake zilikuwa zinamtuma kwenye hicho kitu alichokitengeneza. Sasa kwa upande wangu hapana, siwezi nikasema kwamba naweza nikatoa au nisitoe kwa sababu sijafikiria hiyo idea, ila nina idea nyingine tofauti. Mfano Mchepuko wa Baba ambao ni tayari nimeshaandika, ni story ambayo inahusu maisha ya baba ambaye anaishi kwenye familia yake lakini anatoka anakwenda kutembea na mwanamke mwingine nje, lakini baadaye inakuja kumtokea matatizo anapotembea na yule mwanamke, kwa maana mke wake anakuja anamkuta kwa yule msichana ambaye ametembea naye nje. Kwa hiyo mwisho wake anapata matatizo yule mke wake. Okay. Nikuulize swali moja, wewe ni director au ni msanii? Mimi naweza nikasimama pande zote kwa nafasi yangu, lakini nafasi kubwa mimi ni msanii. Lakini ninapotokea naandaa kazi zangu kwa sasa, huwa nasimama kama msanii, nasimama kama director, nasimama kama mwandishi. Okay, tumekuona katika kazi nyingi sana za wasanii ambao tofauti. Hususan tumekuona katika movie ya Ikram Vivo, Madebe na nyingine nyingi sana tumekuona. Je, unamzungumzia vipi Ikram Vivo? Ikram Vivo namzungumzia tu kwa mazuri yake na utendaji wake wa kazi, kwa sababu Ikram Vivo ni kijana ambaye ni makini sana, na pia anaamini anachokifanya, na pia anaamini kwenye utendaji kazi. Lakini pia Ikram Vivo ni mtu ambaye ni mwema sana kwenye utendaji. Ukimtoa yeye mwenyewe pia ni mwema kwenye kusaidia watu. Ndio maana hivi leo nikikwambia ni mwema kwenye kusaidia watu, ukiingia kwenye mtandao wa YouTube ukiandika Vevo, neno Vevo,
wanakuja wasanii kibao, yani wasanii ambao wenye kazi zao. Utakuta pale labda Juma Vevo, kuna Abdul Vevo, kuna Asia Vevo, wote wana channel zao za YouTube na pia zimekwenda na watu wanazitazama. Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Clam. Kwa mimi Clam namchukulia kama msanii, lakini pia namchukulia kama kijana ambaye anayejitolea kusaidia watu wafike sehemu nyingine. Unataka kutuelezea kwa Clam Vevo anaigwa sana na watu? Ya, 50% kwa vijana wanaofanya filamu za kwenye YouTube wanaiga kutoka kwa Clam, kwa sababu yeye ndio ambaye ameipushi sanaa ya filamu. Sasa hivi ukiangalia kila mtu anatamani kufikia kila alichofikia Clam, kwa sababu ukizungumzia watu wanaofanya kwa ukubwa zaidi, akina Chado, akina Baba Joan, akina Baba Asma, lakini kuna mtu ambaye ndio huyu anaitwa Clam, ambaye ni watu wote wanafanya lakini kupitia Clam, yani wanamtazama Clam kama ndio dira. Unataka kutuaminisha kuwa Clam Vevo ndio kila kitu ambacho yeye kaanzisha YouTube channel? Maana tumeona watu wengi sana wanafanya hizi movie na zinaenda vizuri tofauti na Clam. Kama wewe mwenyewe una YouTube channel yako, na maana pia na wewe mwenyewe umemwiga pia Clam. Licha ya kumwiga Clam, na sio kwamba labda Clam ndo amefanya kitu kikubwa kwenye upande wa YouTube kwamba watu wote wamwige yeye, hapana. Ila Clam ameonesha, yani ule ameonesha ufanisi kwenye YouTube, na ndio maana hata sasa hivi kazi zake zinatembea sana, kwa sababu yeye ndo alisimama na YouTube yake. Mpaka hivi leo watu wengi wanakuja nyuma na wao wanafungua YouTube kutokana yeye alionesha ufanyaji kazi mzuri na akafanya kazi na watu wakazipenda kweli. Kwa hiyo mpaka leo hii kijana anaweza akatoka akasema naenda kufanya kazi ya filamu, akaenda YouTube akaposti, lakini yote kwa sababu ya nini? Clam alionesha msisitizo kwenye kazi yake. Kwa hiyo alifanya kazi mzuri akaposti. Kipindi hicho tunamwangalia Clam kwenye kazi zake YouTube, hakuna msanii mwingine ambaye alikuwa ana trend YouTube, lakini Clam alisimama na akatrend, lakini watu wote baada ya kuona Clam ana trend na wakaamua kuweka maisha yao huko sasa hivi. Okay, kuna skendo ambazo zilivuma sana kuhusu Madebe lidai. Ukiachana na ugomvi wa familia, nadhani pia ni swala la malipo kwa wasanii. Ni swala ambalo lilizungumzwa sana, Madebe afanye malipo. Kwa upande wako ambaye mtu kama umefanya naye kazi, ili unalizungumzia vipi? Unajua mtu anapozungumza kitu kwa upana wa kwake, yani huwezi kumuingilia pia kumuongezea pointi au kumpunguzia pointi. Mtu anasema kwamba labda hajalipwa kwa Madebe, na sio Madebe tu, wasanii wengi sana wanafanya kazi za YouTube wanapata hayo malalamiko kwamba hawalipi, si ndio? Lakini huyu anayetoka kuzungumza kwamba yeye halipwi, labda sijajua anataka kulipwa nini, kwa sababu ili ufanye kazi na mtu lazima kuwe na makubaliano. Kwa maana ukifanya kwa makubaliano kile ambacho ulichokikubali kufanya kwenye hiyo kazi, basi ndio malipo yako. Sasa sijajua wao wanazungumzia malipo ya vipi, kwa sababu mimi ninachoamini naweza nikatoka hapa nikaenda kwa Madebe nikafanya kazi, nikaenda kwa Clam nikafanya kazi, kwa Shadow nikafanya kazi, lakini yale malipo ya kwangu mimi siangalii kuya public kwa watu, kwa sababu malipo ya kwangu mimi ni baina na yule ambaye naifanya naye kazi. Kwa hiyo ili kanishawishi kufika kwenye kazi yake, kwa maana kulikuwa na makubaliano ya malipo, haijalishi iwe pesa au iwe labda malipo ya kikanuni, labda malipo yangu mimi anaweza akawa kupata viwazi tu kwenye kazi yake, vitu kama hivyo. Kwa hiyo inategemeana. Sasa mtu akitangaza yeye kwamba halipwi, sijajua labda anazungumzia nini, kulipwa nini, lakini malipo yapo aina mbili. Lakini mimi tu niseme kwamba kila mtu ana nafasi kwa mwenzake. Kwa hiyo wewe ukienda kufanya kazi labda kwa Clam ama kwa Madebe ama kwa nani, yale malipo unayoyapata kabla yani yale majibu unayoyapata kabla hujakwenda kufanya ile kazi, basi jua kabisa malipo yake kabla hujakwenda huo umelizika nayo. Okay. Pia unataka kusema kuwa wewe unafanya kazi kwa watu wote au bure? Siwezi nikasema kwamba nafanya bure. Maslahi ninayoyapata ni binafsi ya kwangu mimi mwenyewe, lakini naamini kwamba mimi maslahi makubwa sana napata kwa watu wote ninapokwenda kufanya kazi. Haijalishi kama nakwenda kwa pesa ama nakwenda kwa kufanya kazi bure, lakini kabla ya kwenda kuna makubaliano. Mfano leo kuna baadhi ya wasanii wanatangaza mtandaoni kwamba tulivyoenda kufanya kazi kwa Clam, wengi walisema kwamba hawalipwi. Lakini sio kweli. Katika mtu ambaye anelipa pesa nyingi sana ni Clam katika kazi zake, kwa sababu
Klamu anaishi na watu wengi sana. Kwa Tanzania sasa hivi hakuna filamu yote ambaye au hakuna producer yote ambaye anaishi na watu wengi kwenye filamu yake kama Klamu. Tukizungumzia Snake Boy, tukizungumzia hii ya sasa hivi Sikitu, Klamu ndo anaishi na watu wengi katika sanaa. Sasa tuchukulie mfano. Msanii amekwenda pale, amekuta wasanii 100 wapo kambi. Mwezi umefika, labda Klamu atawapa kila mtu laki. Wale watu 100 wana laki ngapi? Yani, kwa hiyo unataka kusema Klamu katika watu 100 wote anawalipa laki labda? Sizungumzii kwamba anawalipa laki, ila anazungumzia kwa mahesabu ya haraka. Kwa mfano kama Klamu akiamua kila mtu ampe laki, kwa maana ukija kupiga hesabu inakuwa ni shilingi ngapi? Sasa issue watu wanazungumza kwamba hawalipi, sio kama hawalipi, ila kile wanachokipata kinakuwa kipo nje ya maslahi yao, kwa sababu kinakuwa ni kidogo kutokana na ule uhitaji wa kwao. Sijui unanielewa? Kwa maana ndio maana nikakwambia analipa pesa nyingi, kwa sababu watu wanaofanya kazi kwake ni wengi. Ni tofauti na mtu ambaye kachukua watu 8 wametengeneza filamu ya watu 8 kawalipa laki, si ndio, ndani ya wiki 2. Lakini Klamu utakaa kwake utalipwa labda laki, kwa mfano unalipwa laki kwa mwezi mzima, lakini ukichukua ile laki ukijumlisha mara 100 ni tofauti na wale na watu 8. Sijui unanielewa? Sasa mtu akiona amepata ile pesa ambayo yeye tofauti na anavyotarajia katika maisha yake, ndipo hapo anapotangaza kwamba halipwi. Hapana, wanalipa pesa nyingi sana vijana wa YouTube, ila wanalipa kutokana na kile wanachokipata YouTube, kwa sababu ili YouTube uweze kumlipa mtu ufanye kazi iende ka trend itazamwe ili upate mafao kule YouTube, ndio nawe unaweza kawalipa watu, ila kama haujalipwa huwezi kumlipa mtu. Kuna skendo pia zilisemekana Klamu Vivo anaingiza zaidi ya bilioni 1 kwenye ile YouTube yake channel. Pia umezungumza hapo kwa huenda akawa analipa watu laki au ni zaidi ya laki kutokana na mkataba. Je, wewe alikuwa anakulipa shilingi ngapi kwa kila movie ambazo unafanya? Hiyo ni siri yangu, kutangaza dawa ambao nilikuwa nalipwa kwa Klamu ama kwa msanii yoyote mwingine, lakini tu kifupi kwamba mimi nilikuwa nalipwa pesa mzuri ambayo ilikuwa inakidhi mahitaji kwa nyakati ambazo nilikuwa nafanya kazi. Okay, tumekuona pia wewe una kikundi chako cha wasanii ambacho mnafanya vizuri sana YouTube. Je, na wewe wasanii wako ambao unafanya nao kazi unawalipa au ni watu ambao wamejitolea katika hilo? Mimi nisiwe muongo, kwa nyakati hizi hapa kwa kweli wasanii nofanya nao kazi 100% naingia nao makubaliano ya maneno, kwa maana tunafanya kazi kutokana na mazingira ya akaunti yetu ilivyo. Akaunti yetu haiingizi pesa. Kwa hiyo pesa ambayo unaoingiza kwenye filamu basi ni pesa ambayo mimi natafuta kwenye maisha yangu mengine, ndipo naitupa kwenye filamu. Kwa sasa nimetoa pesa huku mkono wa kushoto, nimeingiza mkono wa kulia kwa lengo tu kutafuta njia ili na sisi tupate kulipa. Sasa msanii akija kwangu lazima nimuelekeze kwamba bwana, mimi kazi yangu nafanya mazingira hivi. Kwa maslahi utakayopata hapa wewe ni kujitangaza kwenye sanaa, kwa sababu unapofanya kwangu movie inapoenda, wasanii wengine ambao wana uwezo wa kulipa watu ndipo watapokuona na watakapokuhitaji watakuita, wao ndo wataingia mkataba nawe kuhusu malipo. Kwa hiyo wasanii wanakuja kwangu, hapana, kwa kweli mimi si walipi. 100% nawaelekeza tu ukweli kutokana na mazingira yangu ya akaunti yangu bado changa inajitafuta. Kwa hiyo ninaamini, lakini hapo baadaye nitakapoanza kupata pesa nitaanza kumlipa mtu kwa stake zake, kwa sababu uwezo kumfanisha mtu kazi bure. Sawa, japo mwingine anajitafuta, lakini pia kuna maisha mengine baada ya sanaa. Mtu ana wazazi wake wanamtegemea, mwingine utakuwa anakuja pale na watoto nyumbani. Kwa hivyo ila ikitokea akaunti yangu tayari ishafika katika nyaraka mzuri, zinaingiza pesa mzuri, basi na uwezo nikamlipa msanii yote ambaye nitakayehitaji kufanya kazi. Umefanya kazi na wasanii wengi na tumeona pia umefanya kazi na wasanii wengi wa Bongo Movie. Ni changamoto gani ambayo umepitia katika hizo kazi ambazo umefanya na hao wasanii wakubwa, hususan ukafikiria labda mpaka na kuacha kuigiza kabisa na hutoisahau kabisa hiyo changamoto? Kwa kweli mimi sijaona changamoto kubwa katika sanaa yangu, kwa sababu mimi naenda kwenye sanaa kutokana kwanza moyo wangu unapenda kile kitu. Cha pili, naamini changamoto ni sehemu za maisha ya kila kazi. Kwa hiyo unapokwenda sehemu, natoka nyumbani nasema kabisa kwamba huku changamoto ni lazima. Kwa hiyo changamoto unazozikuta kule kwenye makambi, kwenye sehemu mbalimbali unazokwenda nazichukulia ni changamoto za kawaida. Kwa hiyo sijawahi kuona changamoto kubwa. Labda tu changamoto ambayo kwangu naiona ni ya kawaida, ambayo naweza nikaelezea kwa ufupi, ni changamoto ambayo ukisha kuenda kambi
Yani unakuwa kama hauna mradi mwingine huku nje ya maisha yako ya kambi, yani maisha yako ya sanaa, basi hapo itakuwa wewe changamoto yako kupata pesa kwa wakati. Hicho tu. Ulizungumza mwanzoni kabisa na kunukuu, ulisema mpaka mtu umekubali kufanya na mtu kazi na maana umekubaliana naye kila kitu. Hapa sasa hivi umezungumza ukiwa kambi kuna vitu vingine vya pembeni ufanye, na maana unakupa unaenda kambi kwa kupenda tu nionekane kama msanii au kikazi zaidi, lakini hela inakuwa haitoshi, au unalifafanulia vipi hili swala? Kwa upande wangu mimi ninapoingia kambi naamini kwamba ile ni kazi. Kwa hiyo majibu ya kazi, malipo yake haijalishi kwamba utapata kwa dakika hiyo unayofanya kazi. Mimi naamini kwamba napofanya kazi leo, yani YouTube mfano, au napofanya kazi ya filamu, kwa maana ile filamu inaishi maisha yote. Kwa hiyo naweza nikakosa maslahi ya mapato kipesa leo, ila kile kitu kikatembea ndani ya mtandao, watu wakaniona baada ya leo, kwa maana miezi ijayo watu wakanihitaji kwenye kazi zao nyingine, nikapata pesa. Kwa sababu huwezi ukafanya kazi ya sanaa alafu ukawa upo ndani umelala, alafu watu wakuone tu kwamba eti umelala waseme huyu ni msanii. Hapana. Ili wakuone kwamba huyu ni msanii na ana kipaji na ana uwezo wa kufanya kazi ya sanaa, basi lazima hujitoe na ufanye kazi za sanaa mbalimbali. Ndio maana hata mimi nikitoka naenda kuigiza sehemu yoyote, yani siangalii kwanza maslahi ya pesa, naangalia kwanza maslahi ya mimi kutengeneza ule wigo wa watu kunifahamu. Na ndio maana hata hivi leo wewe upo hapa unanihoji maswali mengi kwa sababu umeniona ni msanii na umeniona sehemu nafanya kazi za kisanii. Laiti ningekuwa nimekaa nyumbani au nimetulia tu nazunguka zangu mitaani sifanyi kazi ya sanaa, leo hii usingekiona hicho unachonihoji. Okay. Sawa. Pia unawaahidi nini mashabiki zako ambao wanakutazama kwa dakika hii? Mashabiki zangu, kwanza mimi niwaahidi vitu vizuri kutoka kwangu, kwa sababu mimi huaga naamini ninachokifanya yani kipo ndani ya jamii mzima. Kwa hiyo shabiki ukiona sura yangu mtandaoni, basi jua kabisa na kutengenezea kitu ambacho kitakachokujenga kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiona content yangu ama ukiona nimecheza filamu, basi jua kabisa hicho ninachokicheza kina maana kubwa katika maisha yetu yote ya leo na ya kesho. Inasemekana kuwa wasanii wa Bongo Movie nyinyi maisha ambayo mnaishi kwenye movie na maisha ya mtaani ni yale yale. Hili ni swala ni la ukweli kabisa ambalo linazungumzwa huko mitaani? Hapana, sio kweli. Maisha ya Bongo Movie na maisha ya mtaani ni vitu viwili tofauti. Sababu kule tunatengeneza matukio, sijui unanielewa, tunatengeneza tukio maalum ambalo linahusu jamii fulani au linahusu tabaka fulani au linahusu maisha fulani ya watu fulani. Lakini maisha ya mtaani tunaishi tu kawaida. Mfano kama mimi ukinikuta mtaani, kwanza mimi ukinikuta mtaani haujui kama mimi ni msanii. Labda usimuliwe kwamba bwana yule anaigiza au uoneshwe vipande vyangu. Sababu mimi naishi mtaani maisha tu ya kawaida na jamii, naishi na watu tofauti tofauti, yani tunacheka na naweza nikakaa hata wiki ndani ya mtaa wangu mimi siongelee mambo ya sanaa. Ila ukinikuta kwenye sanaa ndio unanikuta sasa nimebadilika, nimekuwa msanii sasa. Okay, sawa. Na swali la kizushi hapa nataka nikuulize. Ulishawahi kuliliwa na mpenzi ambaye yani mwanamke ambaye amekulilia sana sana sana, ni machozi zaidi ya machozi, na ukamkataa kabisa? Ilishawahi kutokea. Ulishawahi kuliliwa na mwanamke? Unaweza ukatutajia wewe mwanamke? Hapana, siwezi kumtaja. Sasa kuna swali jingine hapa nataka nikuulize. Je, mlirudiana au kila mtu alifanya mambo yake? Hii point hebu tuiache kwanza. Sisi tunataka kufahamu kidogo. Hebu watazamaji wangu tufahamu hili jambo. Hebu tufahamishe zaidi. Sikumbuki kama huyo mtu tulirudiana, kwa sababu zishapita siku alafu nishajaribu kuleka pembeni hilo swala, nimeshalisahau. Je, unakumbuka alivyokopa analia? Kulia ni kulia tu. Alikuwa analiaje? Tunataka tujue sasa alikuwa analiaje. Kulia sikutoa machozi. Sisi tunataka tufahamu alikuwa analia vipi. Kuna video vya design nyingi, sio kutoa machozi tu. Kuna wewe ni msanii, kuna video vya design nyingi, ulikuwa unamuona katika hali ya kukwetia au katika hali gani? Alikuwa act, hapana, alikuwa ipo anaonesha kabisa kwamba yeye anamaanisha ni kilio chake, yani analilia uwepo wake kwangu.
hivyo. Kwa hiyo hakulia kwa kuact, analia kwa kumaanisha, kwa sababu unajua siku zote unapoishi na mtu kwa muda mrefu alafu ikatokea siku ametoka tu ghafla katika uwepo wako, yani lazima kuna ile hali fulani ya kwenye maisha